Leo nataka tuongelee juu ya umuhimu wa fellowship kwa wanandoa. Umuhimu wa fellowship kwa wanandoa. Katika maisha ya ndoa, fellowship ni jambo la muhimu sana ambalo ndani yake limebeba mbegu ya kuongeza kiwango cha upendo kwenye ndoa. Ndoa ambayo haina fellowship inapungua asilimia za upendo kila siku, na ndoa ambayo ina fellowship inaongeza asilimia za upendo kila siku. Sasa muda huu tuangalie mambo kadhaa kuhusiana na fellowship kwa wanandoa. Kwanza kabisa, wanandoa lazima muwe na fellowship katika maeneo makubwa matano. Eneo la kwanza, kila siku muwe na muda wa kupiga mastori mbalimbali. Wanandoa lazima muwe mna muda wa kupiga story mbalimbali. Ni muhimu sana ile kukaa mnaongea, umeamkaje, umelalaje, kazini leo umekutana na nini, ulivyobaki nyumbani ilikuwaje, ulivyoenda kule ilikuwaje. Story za hapa na pale. Mgeuze mme wako kuwa rafiki yako, mgeuze mke wako kuwa rafiki yako. Licha ya kwamba ni mume, lakini pawe na urafiki pia. Mahusiano yasiyo na urafiki ni ukoloni, kama ukoloni wa Agano la Kale wa enzi zile. Lakini mahusiano yenye urafiki ni Agano Jipya lenye upendo mwingi na divai isiyoishiwa ladha ya Kana. Watu wa Mungu, hakikisha una muda wa story na mwenzako. Eneo la pili, lazima muwe na muda wa kutoka. Muwe na muda wa kutoka, au kwa lugha ya Kiingereza wanaita out. Out inaleta afya kwenye ndoa. Pendeza mama, baba pendeza, tokeni out, nje na nyumbani kwenu, kwa kulingana na uchumi mlio nao. Kuna baadhi ya watu huwa wanafikiri kutoka out ni lazima kuwa na hela nyingi. Hapana, naweza mkaenda hata out sehemu mkanywa tu soda 1000 mkala na mshikaki mmoja, mkala chipsi kavu, imetosha, mkarudi nyumbani. Ndoa yenu inaendelea kuwa na afya. Lakini mkikaa mkijenga perspective, mtazamo wa kwamba out ni lazima muende sehemu ambayo mtatumia 200,000, hapana. Angalia na uchumi wenu, tokeni out, inaleta afya kwenye ndoa. Lakini pia eneo la tatu, muda wa kupeana zawadi. Muda wa kupeana zawadi. Zawadi zinaleta afya sana kwenye ndoa. Mama, mpe baba zawadi. Baba, mpe mama zawadi. Za mara kwa mara. Tunarudi pale pale. Sio lazima zawadi kubwa, kadiri ya uchumi mlio nao. Mwanamke anafurahi sana mume wake anapompa kitu. Unaweza ukakiona ni kidogo ukadharau, lakini mwanamke ni wa ajabu. Unaweza ukampa pipi akachanganyikiwa na wewe. Mwanamke ni mtoto kwako. Mpe pipi. Mpe kitu chochote kile unachoona anapenda. Mnunulie vitu mbalimbali ambavyo unaona hauna. Na wewe mama, na wewe pia hivyo hivyo. Mpe mume wako zawadi. Inaendelea kuleta fellowship, hamu na mapenzi mazuri kwenye ndoa yenu. Eneo la 4, ubunifu katika muonekano. Ubunifu katika muonekano. Lazima kila wakati kila mmoja wenu awe mbunifu. Swala la ubunifu sio la mmoja, ni la wote wawili. Mama kuwa mbunifu, leo baba akuone hivi, kesho akuone vile, kesho kutu akuone vile. Usiwe mbunifu siku mnayokuwa mnatoka. Kumbuka, umeumbwa upendeze kwa ajili ya mume wako, sio kwa ajili ya watu wa nje. Kwa usisubiri mpaka eti kuna sherehe sehemu ndio unakuwa mbunifu. No. Ubunifu uanzie ndani. Baba pia kuwa mbunifu kwa mke wako. Leo umuone hivi, kesho umuone hivi. Na ubunifu uende hata kwenye tendo la ndoa. Kuwa mbunifu mwanaume. Mama pia kuwa mbunifu. Mtu asikukalili kwamba unaanzaga hivi unamalizia na vile. Leo kuja hivi, kesho kuja vile. Hamtaweza kupoteza ushirika. Eneo la 5 na la mwisho katika haya tulionayo, muda wa sala na tafakari ya kila siku ya familia. Hii nayo ni fellowship muhimu sana. Kama familia mnakaa, mmebahatika kuwa na watoto, kaeni nao, someni neno la Mungu, tafakarini kwa pamoja. Lakini kinachosikitisha, wanaume wengi mnachelewa kurudi nyumbani. Huo muda wa fellowship ya familia kutafakari neno la Mungu mtatoa wapi? Umemaliza kazi, rudi nyumbani mapema. Kaa na mke wako na watoto wako. Salini kwa pamoja. Tafakarini neno la Mungu kwa pamoja. Biblia inasema nataka wanaume wasalishe. Salini pamoja, ombeni pamoja. Mtaona ndoa yenu inazidi kuwa hivi. Mapenzi yanazidi kunoga. Na hata watu watawazani labda sijui ni nini, lakini kumbe mna fellowship.